Na kusalimu tena katika majira haya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni wakati mzuri ambao tunaendelea na somo letu la Mkristo na taji, fahari ya utumishi wangu. Na nakuja kwako tena kwa njia hii nikikusisitiza kuendelea kufuatilia mafundisho yetu katika mitandao ya kijamii ya Facebook kule kwa anwani ya Abraham Magoma, lakini YouTube tupo kwa channel inaitwa Okoa Ulimwengu Sasa, na TikTok pia utapata mafundisho yetu kwa kupitia jina Abraham Magoma, na mitandao mingine kwa kadri ya nafasi tutaendelea kukupa majina ya akaunti zetu kule kwenye mitandao. Tumekwisha kuangalia taji ya kwanza ambayo ni taji isiyoharibika, na tumesema hiyo watapewa wale wote wanaoishi maisha ya nidhamu katika Ukristo wao na katika utumishi wao. Taji ya pili inaitwa taji ya furaha. Taji ya furaha ni taji ya namna gani? Taji hii kuna sababu ya watu kupewa. Hii ni taji ambao watapewa wahubiri wa injili wote, wainjilisti wote. Msingi wa taji hii ni katika kitabu cha Thesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 17 hadi mstari wa 20. Lakini pia maandiko yanayoweza kuunga mkono ama kuchangia katika kuielewa vizuri ni pamoja na Luka 15:7 na Yohana 4:24 mpaka 28 pamoja na Warumi 10 mstari wa 15. Haya maandiko yanatueleza muktadha mzima wa kuhubiri injili, habari njema ya wokovu kwa kila mtu. Yesu Kristo kabla hajapaa mbinguni alitoa amri ambayo tunaiona katika Mathayo 28 mstari wa 19 hadi 20, na hiyo inaitwa ni agizo kuu na maandiko mengine. Lakini pale anasema enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama niko pamoja nanyi hata mwisho wa dahari. Ni agizo kuu la Yesu Kristo la kila Mkristo, kila mwamini, kwenda kila mahali kuifikia jamii yoyote ile, jamii ndogo kubwa na ulimwengu wote, kwa habari njema za ufalme wa Mungu. Taji hii ni aina ya taji ambayo mwamini atapewa kwa sababu ya kuhubiri injili. Ninazungumza hapa na wahubiri kwa maana ya wainjilisti, wachungaji, wahubiri kupitia nyimbo za injili ambazo ni na waimbaji binafsi, wanaitwa waimbaji binafsi, lakini ziko kwaya, kuna vikundi mbalimbali, kuna bendi. Na msingi wetu ni kwamba huduma hizo tunazofanya ni lazima zimwokoe mtu mmoja. Biblia inasema katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 7, Biblia inasema, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Hii ni furaha kubwa sana kwangu mimi, kwa sababu ni mhubiri wa injili, kwa sababu ni mwinjilisti. Ninapotumika katika ufalme wa Mungu kwa njia ya habari njema kumfikishia mwanadamu ambaye kuanzia asubuhi mpaka jioni anasikia habari mbaya, kama ilivyo sasa katika ulimwengu wa sasa, habari za vita. Tunapofungulia redio, tunapoangalia runinga, utasikia vita ya Kongo ambayo haiishi. Leo hii nilikuwa naangalia kwenye mtandao kwamba kuna kamanda mwingine ameibuka, anasema anataka kuanzisha vita tena mashariki mwa Kongo. M23 tumeambiwa hivi karibuni kwamba ni kama wanataka kusarenda ama kuingia kwenye mazungumzo, lakini kuna kamanda wa kundi jingine ameamka. Kongo vita iishi. Ukiangalia watu wanakufa, watu wanakimbia huku na kule, lakini Ukraine na Russia, ukienda kule mashariki ya kati pale, vita ya Gaza na maeneo mengine, lakini maeneo kama Sudan hali ni mbaya mno. Kwa hiyo watu wamejaa hofu na mashaka, kila kukicha ni habari mbaya, wangapi wamekufa, lakini kuna maradhi
kuna magonjwa kama mpox, magonjwa kama Ebola, magonjwa mbalimbali yasiyojulikana hata tiba zake yanaibuka kila kukicha. Sasa habari ni mbaya sana kila mahali. Kuna habari njema za ufalme wa Mungu ya kwamba yuko Yesu mponyaji ambaye alizunguka katika miji na vijiji akihubiri habari za ufalme wa Mungu, na wakamletea wagonjwa wengi, akawaponya maradhi yao na kuondoa mapepo ndani yao. Hiyo ndio habari njema ambayo mimi mwinjilisti ninatakiwa kuipelekea watu wakimwamini Yesu Kristo. Mtu mmoja anapookoka, mbinguni kuna furaha, kunafanyika shangwe kuliko watu 99 ambao hawataki kutubu, wako kwenye dini. Achana nao, usiwalazimishe, ila wafikishie ujumbe. Wafikishie ujumbe kwa njia ya redio, kwa njia ya televisheni, kwa njia ya mitandao ya kijamii kama ninavyozungumza na wewe, kwa njia ya vipeperushi, kwa njia ya kupita mtaani, kwa njia ya kushuhudia, kwa njia ya kutuma message, kwa njia ya kuandika ujumbe kwenye Facebook, kwa njia ya kuimba. Lengo letu ni kwamba lazima mwanadamu asikie, kwa sababu Biblia inatuambia imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo nataka nizungumze na wainjilisti ambao mnakaa makanisani na kuanza kugombana na wachungaji, kuanza kugombania kile mnachokiita madhabahu. Hawajanipa madhabahu. Sijui ni mwezi wangapi. Hapa kuna ubinafsi, nitaondoka. Madhabahu ziko, nenda huko nje kahubiri, ingia mtaani. Taifa letu la Tanzania ni taifa ambalo halimzui mtu kuhubiri, ili mradi tu usivunje sheria na kuleta vurugu katika jamii kupitia hiyo habari njema ama kupitia mahubiri yako. Sasa hii ni taji ambayo watapewa wainjilisti. Hakuna kupewa taji kwa sababu tu uliokoka. Hapana, kuhubiri ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Kuhubiri ni kazi, ni kazi ambayo kupitia kazi hiyo nitapata ujira. Hata unapofanya kazi yoyote, ukiajiriwa, wewe ni askari, wewe ni daktari, wewe ni nesi, wewe ni mwalimu, ni nani, wewe ni mkulima, ni mfugaji, umeajiriwa na mtu mwenye mifugo hiyo, mwisho wa siku anakupa ujira. Ndivyo ilivyo, kuhubiri ni kazi, na kama ni kazi ina miiko, ina taaluma yake. Kwa hiyo Biblia inatuambia hivyo katika Wathesalonike wa kwanza, ambayo ndio andiko letu la msingi, andiko la msingi ambalo nataka tulione. Mtumishi wa Mungu hapa anazungumza Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 17 hadi mstari wa 20. Wathesalonike wa kwanza. Biblia inatuambia nini hapa? Biblia inasema, lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Naam, mimi Paul, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini? Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Maana ninyi utukufu wetu na furaha yetu. Haleluya! Kwa hiyo unapohubiri injili isiyoghoshiwa, sizungumzi injili ya magumashi ambayo leo mko nayo, injili ya matope, injili ya vitambaa, injili ya maji. Eti maji kama haya nilionayo, maji haya kweli yanamuokoa mtu na kumponya mtu? Maji haya sizungumzi injili hizo, injili za kishirikina hizo. Ninazungumza injili iliyo hai katika kitabu cha Warumi. Biblia inasema siionei haya injili. Kwa nini? Kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani. Kwa nini tunaona haya kuihubiri injili ya kweli? Usione aibu kijana, wahubiri, tusione aibu. Nyosha injili ya Kristo imuokoe mtu.
utawajibika siku moja kwa huduma yako hiyo. Ima ulikuwa mwinjilisi, ima ulikuwa mwinjilisi wa kuhubiri, mwinjilisi wa kuimba, utaulizwa. Utaulizwa. Injili za ajabu ajabu leo zipo, injili za uongo. Na Biblia sehemu nyingine hata Wakristo wenyewe pia inawaita makristo ya uongo. Kuna makristo ya uongo yanakimbia huku na huku, alafu yanakuja na ujumbe yanatuambia fulani, nakwambia ukifika tu pale, nakwambia anajua matatizo yako yote. Sikiliza nikwambie, injili ni uweza wa Mungu. Uweza. Wayunani wanatumia neno dunamis. Ni nguvu isiyo ya kawaida ambayo ikiingia ndani ya mtu inambadilisha. Aliyekuwa mwizi haibi tena. Aliyekuwa jambazi hafanyi ujambazi tena. Aliyekuwa mchawi hatoroga tena, kwa sababu amebadilishwa kutoka ndani kuja nje. Kwa hiyo wahubiri watapata taji inaitwa taji ya furaha, taji ya kujionea fahari. Paulo anawaambia Wathesalonike kwamba furaha yetu ni nini? Fahari yetu nini kama sio ninyi ambao mmepokea injili? Na ndio maana shetani anazuia sana. Hata Paulo alizuiliwa mara 2. Shetani anazuia sana, lakini ninamwambia yeyote ambaye ni wakala wa shetani, hutaweza kuizuia injili. Ikiwa Yesu hakuzuiliwa kaburini, siku ya 3 jiwe liliondoka, hata leo huwezi ukaizuia injili ya Yesu Kristo. Wainjilisi, simameni. Niko hapa kumtia moyo kila mhubiri wa injili. Stand firm na usonge mbele. Lete watu kwa Yesu. Acha maneno, acha vita, acha majivuno, acha kiburi. Lete hata mtu mmoja kwa Yesu. Unajivunia magari tu, unajivunia tu sijui una majumba, unajivunia sijui nini, unajivunia kuweka vitu gani, bleach kwenye nywele na kope za bandia ndizo wanazojivunia. Fanya kazi ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu. Naongea na ninyi waimbaji. Waimbaji mmeharibu identity ya huduma ya uimbaji. Mambo mengi, yani mna mambo mengi, makorokocho ya ajabu ajabu. Unakuta mwimbaji anakuja amepiga makope ya bandia, amepiga makucha marefu. Unajiuliza, huyu kweli ni mtumishi wa Yesu au mtumishi wa Shaitani? Badilika. Injili haihitaji mbwembwe hizo. Injili inahitaji simama, hubiri injili, peleka ujumbe. Unadhani watu wataokoka kwa sababu umekuja na makucha marefu na nini? No. Badilikeni waimbaji, badilikeni na wahubiri wenzangu wote, badilikeni. Kwa hiyo mtaikosa taji kama mtabadilika. Na hapo sasa kuikosa taji manake ni mpaka huo umeingia. Kama hujaingia manake hapo sizungumzii tena habari za kuikosa taji. Kwa hiyo Yesu Kristo ametuita tuweze kumzalia matunda kwa injili, kwa habari njema. Na ameahidi katika Biblia tunaposoma Warumi sura ya 10 mstari wa 15, anasema ni mizuri kama nini miguu yao wanaopeleka habari njema. Kwa hiyo kuna faida, kuna zawadi, kuna tuzo, kuna kombe utakalopewa, kuna mede utakayopewa. Haleluya, haleluya. Hapa ndipo mahali ambapo kila anayeitwa mwinjilisti kwa kusema, kwa kuimba, anapotakiwa kuchangamka na kwenda shambani mwa Bwana ili kuvuna, maana mavuno ni mengi sana. Tusigombanie wala kukumbatie kile kinachoitwa madhabahu zetu, bali tutoke na kwenda nje ili kuwaleta watenda dhambi kwa Kristo. Ni muhimu kujua kuwa kila Mkristo ameagizwa kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kila mahali. Mathayo 28:19-20 na Marko 16 mstari wa 15 hadi wa 18. Ingawa kuna watu wenye vipawa ama wenye kipawa maalum cha uinjilisti kama tunavyosoma katika Waefeso 4:11, bado kila mwamini anaamriwa, hata kama una hicho kipawa, yani maisha yako, mahusiano yako, mwenendo wako unaweza ukawa ni injili kwa yeyote anayekuzunguka. Hata kama una kipawa cha kuhubiri kikubwa
cha kushawishi kusimama kwenye mikutano na miujiza inatendeka na mambo kama hayo, lakini maisha yako, maana huo ndio injilisti wa kwanza. Maisha yangu, ushuhuda wangu, je, nimebadilika kiwango gani? Sio kusema tu mimi nimeokoka, no, ili watu wanaponitazama wamtukuze Mungu, waseme hakika huyu Mungu ambaye Abraham amempata, huyu Mungu ninamtaka na mimi. Kwa hiyo ni maisha yaliyobadilika, transformed life. Hapo tunaweza kuwaleta wengine kwa Yesu. Kwa hiyo kanisa limekuwa na mtazamo ambao sio mzuri. Wanafikiri uinjilisti mpaka tu tuweke maspika na vyombo vikubwa huko na mkutano wa siku 14 na kadhalika, ndio tunaweza kuwaleta watu kwa Yesu. Ni njia mojawapo, lakini tunaanza na mimi mwenyewe. Kwa hiyo kila Mkristo anaanza yeye mwenyewe, maisha yake, tabia yake, namna gani Kristo amembadilisha. Tutaweza kujifunza katika masomo ya uinjilisti kwa kipindi kingine. Sasa Mtume Paulo anaeleza wazi kuhusu huduma yake ya injili kwamba ni lazima aende Thessalonike, ingawa alizuiliwa. Kwa nini? Kwa sababu wa Thessalonike walikuwa ni fahari yake. Na wewe mtumishi wa Mungu jivunie sana. Nimekuwa nikizunguka katika nchi ya Tanzania kuhubiri injili. Na mwezi wa 6 atakuwa na mkutano mkubwa sana mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe. Tunafanya maandalizi ya mkutano mkubwa. Tutapita kwenye nyumba za watu huko, ushuhuda. Asubuhi tutafanya semina na tutakuwa na mkutano kule kijijini kwenye uwanja. Kwa hiyo bado tunakuita, haujachelewa. Unaweza ukaungana nasi, watumishi wa Mungu. Au kama uendi, basi unaweza ukasapoti watu. Pia kuna taji. Yaani kama wewe unaweza ukawa ni una support. Huwezi kwenda Karagwe, lakini unasema mtumishi wa Mungu, mimi nakulipia nauli. Mimi nitanunua maji ya wahubiri kule, watumishi wa Mungu. Nataka niwatie moyo kwa ajili ya kukodi chombo fulani. Mchango wangu ni huu. Unaruhusiwa kabisa, na ni sehemu ya wewe kupeleka nini? Injili. Na wale watakaookoka Kagera, na wewe umehusika, na taji utaipata. Taji utaipata. Usidhani hao wote wanaokuja huku, tunapokea wainjilisti wengi tu kutoka nchi mbalimbali. Wanakuja hapa Tanzania, wanafanya mikutano mikubwa. Wengine kutoka Ujerumani, wengine kutoka Sweden, wengine kutoka Amerikani, wanakuja hapa, wengine Uingereza, wanafanya mikutano mikubwa. Usidhani kwamba fedha wanazokuja nazo hizi ni za kwao. La hasha. Kuna wahisani ambao wao ni wahubiri wenza, kwa maana ya kusupport. Wanasema mimi siwezi kwenda Afrika. Kwa hiyo wanawapa watumishi wa Mungu mahitaji mbalimbali. Ndio zikija huku kwetu tunaona mahema yanawekwa, viti vinakodiwa, kuna maji ya watumishi wa Mungu, kuna mazingira mazuri ya mkutano siku 5, tuko kwenye kivuli, mitambo inarusha matangazo, kuna mwanga mkali pale jioni ikifika. Hizo zote ni fedha za watu, na hao watu Mungu pia atawakumbuka katika utumishi wao. Kwa hiyo kupeleka injili kuna fahari sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka kanisa la Mungu ligundue hiyo. Wachungaji mnaonisikiliza, marafiki zangu, mgundue hiyo. Tusikae ndani kama utumbo. Kila siku uko ndani tu, mnahubiriana ninyi kwa ninyi. Tutoke. Tengeneza timu, tuma vijana huko mtaani, walete wahubiri, wahubiri watu, na baada ya muda utaona watu wanaokolewa. Na si lazima tu kwamba waje hapa. Wengine tulihubiriwa miaka mingi, lakini kwa mfano mimi nilihubiriwa sana huko kwetu. Lakini nilipokuja Dar es Salaam tena baada ya kama miaka 2, 3, 4 ndipo nikaokoka. Lakini injili nilisikia zamani nikiwa kijana. Kwa hiyo tusiache. Kwa nini? Kwa sababu ni lazima watu wasikie kwamba wamepotea. Tuendelee kusema. Katika Warumi sura ya 10 mstari wa 13 hadi mstari wa 15 na mstari wa 17 tunasoma hivi.
kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Jamani, wamsikieje pasipo mhubiri? Kwa hiyo mhubiri anahitajika afike mahali, hata kama kuna ni ngome ambazo haziingiliki, fika. Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubiriwa habari za mema. Lakini si wote waliotii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo watu wanatusubiri tuwapelekee habari za Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wa ulimwengu. Kupitia mahubiri yetu, kwa njia ya ushuhuda wa neno, kwa njia mbalimbali, watu wanatusubiri. Mtume Paulo aliwaandikia Wathesalonike akitaraji kabisa waamke na waanze kuhubiri habari njema. Anasema wao ndio ilikuwa furaha yake na wenzake, yaani mazao ya Injili, ambayo kupitia hayo alikuwa ana uhakika kwamba siku moja atapata taji inayoitwa taji ya furaha. Amen. Hivyo tukaze mwendo, tuwalete watu kwa Yesu Kristo kwa gharama yoyote, kwa gharama yoyote. Mimi nimekuwa nikihubiri Injili kama nilivyosema. Kuna wakati mnasafiri, mnakwenda mkoa wa mbali kabisa, mnafika kwenye kijiji kimoja, alafu wanaokoka hata watu 10. Kumbe hao ndio Mungu amewatuma kutoka Dar es Salaam kwa gharama kubwa, kwa mateso. Wakati mwingine mnasafiri kwa dhiki, mnafika mazingira ni magumu, lakini mnafanya huduma. Unaona mtu mmoja anaokoka pale, na unaambiwa historia yake, huyu ndiye alikuwa mchawi hapa kijijini. Nimehubiri sehemu moja, nilikwenda kule eneo la inaitwa Mzambarauni. Ni mji ama ni kijiji ambacho kipo katika eneo inaitwa Masumbwe, wilaya ya Mbogwe. Nilifika pale, nimehubiri. Bibi mmoja ambaye alikuwa ni mtata kweli kweli, mchawi, amewatesa watu. Alikuwa anafanya matambiko, aliokolewa pamoja na binti yake, na maeneo mengine mengi kule maeneo ya Masumbwe. Ukienda mbali kabisa, pana eneo huko vijijini, huko vijijini, wilaya ya Mbogwe. Nakumbuka miaka ile, bibi mmoja ambaye alikuwa ndiye kigagula mkubwa. Tumefanya mkutano kwenye ule mji unaitwa Maguta. Yule bibi jioni saa 12 tunamaliza mkutano, akatuita nyumbani kwake. Tukaenda pale na yule kijana aliyekuwa mkalimani wangu, maana yule bibi alikuwa azungumza Kiswahili vizuri. Bibi yule nikaongea naye, nikamwambia uko tayari kuokoka? Akasema niko tayari. Yule bibi akatuambia, wanangu, kuanzia leo naacha uchawi. Akasalimisha vitu vya uchawi. Kuna picha ambazo nilizipiga, na kuna wakati tulikuwa tunazirusha kwenye huduma zetu. Wakati mwingine labda tunaweza tukazitafuta tukazipata. Lakini bibi yule alisalimisha mikia. Alikuwa na mkia wa mnyama. Alikuwa na nguo anazotumia kurukia, kwa maarufu kama kaniki, anaifunga ile nguo. Alikuwa na mashanga fulani. Akayaleta jioni ile. Jioni jua linazama, tukachoma moto, na yule bibi akafunguliwa, akapona. Miguu yake kwa sababu ya kuruka sana kiuchawi ilikuwa ni kama imekufa, lakini siku ile alipata uponyaji. Bibi yule akaokolewa. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu wanakungoja. Usikae tu mjini, ingawa Dar es Salaam bado pia inahitaji kuhubiriwa na sehemu zingine za miji mikubwa, lakini bado tunahitaji kuwaendea watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mengi ambayo ningeweza kuyazungumza. Nataka nikutie moyo kwenye kitabu changu hiki cha Mkristo na Taji, fahari ya utumishi wangu, utajipatia mengi. Lakini nataka nikwambie wewe ambaye
Unasema mimi nitaanza lini? Hapa nataka nikupe changamoto kidogo. Nataka nikupe changamoto. Wakati wa kuanza huduma ya kuhubiri ni sasa. Usingoje. Muda wa kutumika ni sasa. Hatuna muda wa kusubiri ili tuanze kuhubiri injili kama wainjilisti. Njia nzuri ya kuanza kuhubiri ni kuanza kuhubiri. Njia nzuri ya kuanza kuhubiri ni kuanza kuhubiri sasa. Ili kuipata taji ya furaha, muda ni mali adimu sana. Mwandishi mmoja maarufu wa vitabu vya uongozi anaitwa John Maxwell anasema katika mojawapo ya matini yake ya uongozi kuhusu muda, anasema siku moja ya leo ina thamani ya siku 2 za mbele. Jinsi nitakavyokuwa inategemea ninavyokuwa sasa. Anaendelea kusema kwamba watu waliofanikiwa hufanya maamuzi sahihi wakati mwafaka na kuyasimamia kila siku. Katika ushauri wake juu ya matumizi ya muda katika maisha yetu ya huduma, anataja vipengele 13. Lakini hapa nahitaji kukushauri kwa kimoja tu. Ujali muda ulio nao sasa. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati ambao hautakuwa na huo muda, na hiyo taji hutaipata. Hapa nina ushauri. Je, kuna swali. Je, nina ufahamu wa jinsi gani muda wangu unavyotumika leo? Je, ninaweza kuutambua muda nilioupoteza bure pasipo hata kuandika ujumbe kwenye Facebook? Kuna watu mna akaunti za Facebook. Hebu andika hata ujumbe, yani hata ukiamka tusema Yesu anaokoa. Weka hata andiko la Yohana 3:16, hata ukiona liposti kila siku. Siku 365, hilo litawafikia wengi. Sasa muda uliopoteza, hebu ngoja nikupe changamoto fulani. Hebu tuchukulie una miaka 70. Ama umri wako ni miaka 70. Sikiliza. Muda unamaanisha nini kwako? Kama saa inavyofanya kazi. Tuchukulie muda wako wa kuishi miaka 70 na saa ambayo kwa maana ya mzunguko ni saa 24. Sasa nisikiliza. Kama una miaka 20, hiyo ni saa 5 na dakika 8 asubuhi. Bado unalinga. Miaka 20. Miaka 20 ni sawasawa na saa 5 na dakika 8 asubuhi. Lakini kama una miaka 25 ni saa 6 dakika 25 mchana. Kama una miaka 25 haizungumzi, imetia radio. Kama una miaka 25, sasa vijana wetu wengi wana miaka 25. 25 mpaka 30, makanisa yetu yamejaa. Hao ndio watu ambao ninazungumza nao. Wachungaji mnisikilize, muwatumie hao, train them. Kwa nini? Kwa sababu bado ni wachanga, mwili wao, yani wana nguvu. Ni sawasawa na saa 6 dakika 25 mchana. Kama una miaka 30 ni sawasawa na dakika 25 mchana. Najua hapa sasa ni muda wa kula. Kama una miaka 35 ndugu yangu, ambayo unasema nitaanza tu nikiwa na miaka 35, hii ni saa 8 dakika 59. Jioni na alasiri na karibia. Sehemu zingine watu wanaanza kufunga biashara, si ndio? Saa 9. Aya, kama una miaka 40, hii ni saa 10 na dakika 16 jioni. Hali imekuwa kidogo, inaanza kuwa ngumu. Kama una miaka 45 ni saa 11 dakika 43 jioni. 12 kasoro. Hata wanyama wanaanza kurudi kwenye mapango. Yani siku imeisha. Haya. Kama una miaka 50 ni saa 12 na dakika 50, saa 1 kasoro jioni. Kama una miaka 55
Ni saa 2:08 usiku, maduka yamefungwa, hoteli zimefungwa zilizo nyingi, daradara tena zimekoma sehemu nyingi. Lakini kama una miaka 60 ni saa 4:11 usiku. Kama una miaka 70 unakaribia usiku wa manane, huna kitu tena. Hiyo ndiyo tafsiri ya muda wako. Amua leo, usipoteze muda. Anza kumtumikia Mungu kupitia uinjilisti ili upate taji isiyo. Taji hii inaitwa taji ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo, ukifuata ushauri wa Biblia kama tunavyosoma katika Waefeso 5:14-17, kwamba uamke wewe unayesinzia utapata mafanikio. Nami nataka nikueleze ya kwamba Mungu anakutaka wewe uamke ufanye huduma ya uinjilisti. Amen. Hiyo ni taji ya pili. Na taji ya tatu ni taji ya haki. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 8. Taji ya haki. Hii ni taji ambayo Mkristo atapewa kwa upendo wa kuonekana Bwana Yesu Kristo kwake na kuitunza imani katika haki. Wale wanaoendelea kuitunza imani katika haki, na Kristo akija awakute wameitunza imani, hao watapata taji siku moja, inaitwa taji ya haki. Maandiko yanasema, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Kwa hiyo ikiwa Kristo amejifunua kwako kuwa ni Bwana na Mwokozi, nawe ukaishi katika hiyo haki, nawe ukatembea katika imani ya kweli, iko taji inaitwa taji ya haki. Paulo anajivuna, anamwambia Timotheo ya kwamba nitapata taji, sio mimi tu. Sasa hebu sikiliza, kwa Wathesalonike Paulo anasema, kwa Wakorinto Paulo anasema, sawa sawa. Na hapa kwa Timotheo Paulo anasema taji zote tatu. Ni mtu ambaye alikuwa na uhakika wa kupata taji nyingi. Kama ni mwanariadha, kama ni mwanamichezo, mwanamitindo ambaye ana mentality ya namna hii, huyu ni mtu ambaye huwezi ukamfikia kabisa. Anapoyatazama maisha yake na anatazama kule mbele, anaona maisha ya mbele ni taji tupu. Haleluya, haleluya. Unatazama nini? Unatazama nini? Taji ya tatu, taji ya haki. Hii ni taji ambayo Mkristo atapewa kwa upendo wa kuonekana kwa Bwana, au wale wote ambao wanatawaliwa na upendo wa Kristo. Mwandishi mmoja anaitwa Don Fleming aliandika hivyo. Anasema wale wote wanaotawaliwa na upendo wa Kristo. Tabia ya upendo wa Kristo. Na Paulo alizungumza upendo ule katika Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, alitaja tabia au sifa za upendo. Kwa hiyo kama unatembea katika hizo sifa, hapo kuna taji yako. Na ni mazoezi kweli kweli, maana sehemu nyingine anasema upendo uvumilia yote. Kuna mengine wakati mwingine ni magumu kuvumiliwa, lakini ukiwa na tabia ya Kristo ndani yako, basi utavumilia na utapata taji. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitunza imani katika haki, kwa kuwa Paulo alidumu kuwa mwaminifu kwa Bwana wake na injili aliyokabidhiwa, Roho Mtakatifu alimshuhudia wazi wazi kwamba upendo wa Mungu wa kukubalika pamoja na taji ya haki vilikuwa vikimsubiri mbinguni. Mungu amehifadhi tuzo mbinguni kwa wale wote wanaoitunza imani katika haki. Tunza imani yako katika haki, si katika unafiki. Tunza imani yako. Tuko kwenye dunia ambayo imani inapotea sana. Sasa hivi hata kuaminiana sisi kwa sisi ni ngumu. Mtumishi mmoja kumwamini mwenzake ni ngumu. Tuaminiane. Lakini tunashindwa kuaminiana kwa sababu ya sarakasi zilizopo. Sarakasi zilizopo. Mtu mmoja alialikwa kwenye kanisa moja, alipofika tu, yani mchungaji hajawahi kuyafanya hayo mambo. Yeye alipofika tu anaanza kuwashika uchawi waumini,
Kila mtu anasema wewe ni mchawi, wewe una nini, wewe si una msukule, yani una mambo gani? Kaanza si kuwatapisha watu, anawapa mafuta watu wanakunywa wanatapika. Unywe mafuta usitapike kweli? Hata haya maji nikianywa kwa ghafla mengi alafu sijala kitu, narudisha chenji, Waswahili wanasema. Tatapika tu. Sasa alafu unaletewa mafuta, kwa nini usitapike? Alafu anajidai anasema unaona na upako. No. Kwa hiyo ndio maana wachungaji siku hizi hata hawataki kuamini wahubiri wengine. Lakini tunahitaji kuaminiana. Na ni Roho Mtakatifu tu atakwambia huyu ni mtumishi sahihi, unamwamini. Kwa hiyo nataka nizungumze hilo. Katika mstari wa 7 Mtume Paulo anamwambia Timotheo, mchungaji kijana, kwamba amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Tusisubiri kuandika kwenye t-shirt kwenye msiba. Hii fanya iwe ni maisha yako kuilinda imani. Amen. Ilinda imani, na zikija imani potofu piga. Achana nazo. Hata kama ni mhubiri rafiki yako, mmesoma wote, mmetokea kijiji kimoja, anakuambia mchungaji nataka nikahubiri hapo, na ana imani potofu, usikubaliane naye. Tunza imani ya Yesu Kristo. Imani za ajabu achana nazo. Tunza imani. Yako mambo mengi ambayo naweza nikayazungumza. Paulo alimaliza mwendo. Anasema amemaliza mwendo wake katikati ya majaribu ya vishawishi, na amedumu kuwa mwaminifu kwa Bwana na Mwokozi wake maisha yake yote. Angalia Timotheo wa pili 2:12. Hebu nisome pale. Timotheo wa pili 2:12. Sio unaimba tu tutamuona Paulo, tutamuona nani? Unawajua maisha waliopitia. Utawaona, na ukiwaona watakuwa na nini? Wenzako watakuwa na taji zinang'aa mpaka wewe unaona wivu, unaona aibu. Naangalia chini tu. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 12. Nayo maandiko yanatuambia hivi. Nianze mstari wa 11. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia. 12. Kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye naye atatukana sisi. Andiko hili linatia moyo. Paulo anasema kama tukifa tunakufa naye, na kama tukifanya nini? Tukimiliki tutamiliki. Kama tukistahimili tutastahimili pamoja naye. Kama tukimkana yeye, na yeye atatukana, atatukataa. Ukimkana Yesu leo ukabeba maimani ya ajabu, maimani ya kuruka moto, maimani ya vitambaa, imani za ajabu. Ukimkana Kristo leo, nakwambia siku moja atakukataa. Na ndio Biblia inasema katika maandiko mengine. Anatuambia kwamba siku ile watakapokuja wengi kwenye hukumu ya mwisho, anasema Bwana, hatukutoa pepo kwa jina lako, hatukuponya wagonjwa. Atawaambia sikuwajua ninyi. Sio kwamba siwajui leo, hata siku ile. Na uzuri watakuwa wamejiingiza wenyewe kwenye mtego kwamba ni kwa jina lako. Kwa hiyo atawaambia si ni jina langu. Haya, ila ninyi sikuwajua. Get out. Ndio Biblia inasema kutakuwa na kilio na kusaga meno. Taweka mikono nyuma au kichwani, nasema ningejua ningehubiri habari njema ya ufalme wa Mungu pasipo unafiki. Ndipo kutakuwa na kilio na kusaga meno. Siwajui ninyi. Yesu atasema, atatukana, atatukataa. He will deny us. Lakini nataka nikutie moyo, utakayevumilia na kumsema Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi na anaokoa pasipo visaidizi, Yesu atakutambulisha, atakupa taji ya haki siku moja. Na anasema hivyo kwamba tukimkana yeye naye atatukataa ama atatukana sisi. Kwa hiyo ndugu zangu, Paulo alijithibitishia hilo. Ukweli ni kwamba taji hii ya haki inatokana na kila Mkristo kuilinda imani.
Hebu sema kuilinda imani. Ninakuuliza mtazamaji wangu, wewe umeilinda imani ya kweli au umeshakengeuka? Imani za hivi karibuni zimeshakuvaa. Ndio maana unawashabikia sana hao wanaofanya miujiza feki. Hata mafundisho ya uzima tele unasema hayana maana kwako. Kuna siku utajibu. Siku inakuja utajibu. Lazima tumtazame Mungu katika mtazamo wa Injili na imani sahihi. Na hapo tutapona. Nataka niende nimalizie. Katika sura ya 11 wa Waebrania tunakutana na sura inaitwa sura ya imani. Mashujaa wa imani wameorodheshwa pale. Waliishi kwa imani na walishinda. Waebrania 11 yote wanatajwa kina Enoko, wanatajwa kina Elia, wanatajwa kina Jeremaya, wanatajwa akina Abraham, Isaka na Yakobo. Wanatajwa watu chungu nzima, watu ambao walisimama imara wakiitetea imani wakati ule. Hata wafalme walipoinuka, hata mamlaka za dini zilipoinuka, hata watu wa vyeo walipoinuka, watumishi walisimama imara, hawakujali hata mauti mbele yao. Ndio Biblia inasema hatujafanya vita hata kumwaga damu. Simama imara kuitetea imani. Hata kama watakutafuta, Kristo ataonekana mbele yako, na huyo ndiye hatima ya maisha yetu. Ninazungumza na wewe ambaye unafikiri ukisema kweli, ukifundisha imani ya kweli, watakutenga kwenye dini yako. Ninataka nikwambie, mbinguni hakuna dini. Hizo dini tutaziacha tu hapa, maana hatukuja nazo. Taondoka wewe kama wewe, alafu utajibu mashtaka. Maana Mungu ameweka kitu ndani yako, hajaweka dini. Na kama unanisikia sasa, waweza kufanya mabadiliko makubwa. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa, haleluya, kwa imani walitunza imani, wakashuhudiwa mema. Ndio maana leo sijui, labda zile nchi ambazo zina mlengo wa dini nyingine tofauti na Ukristo, lakini sehemu ambazo kuna mchanganyiko, huwezi ukatembea kaya 20 usipate jina la shujaa mmoja wa imani. Utamkuta kuna Ibrahimu hapo, kuna Yakobo hapo, kuna Yusufu, kuna nani, kuna akina Jeremia. Yaani utakuta mtu mmoja wapo shujaa wa imani. Maana hawa ni wachache tu, wako wengi hata wa Agano Jipya ambao wameorodheshwa katika Agano Jipya. Kwa hiyo kuiga imani ya wazee wetu, wewe unaiga imani ya nani? Na sio kuiga tu imani, angalia mwisho wao na imani yao. Kitabu cha Waebrania kinasema, igeni imani yao mkiutazama sana mwisho wao. Kuna watu wameharibu, tunawafahamu. Walikuwa wahubiri wazuri tu, wameharibu. Ukiwasikiliza wengine hao tulionao hapa kwetu, ambao kwa kweli mafundisho yao si mafundisho sahihi kabisa, unapoyapima na neno la Mungu, wanataka umaarufu tu na mafanikio. Hawa wengine walikuwa ni vijana waliolelewa na wazee wetu waliotangulia sasa mbele za haki. Baadhi yao walifundishwa vizuri, lakini leo wamekengeuka. They have gone astray. Sasa rudi kwenye mstari. Hayo ulio nayo hayatakusaidia. Najua unamiliki hiki na kile. Sasa hivi wewe ni tajiri, ni maarufu kupitia injili ya uongo. Umenufaika sana. Wewe ni tajiri, umewekeza, una mashamba, una magorofa, una nini. Hayatakusaidia. Huondoki nayo. Geuka. Na Kristo atakuangaza leo. Taji ya 4 inaitwa taji ya uzima. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2, mstari wa 12 na wa 13. Na Petro wa 1 sura ya 1 mstari wa 6. Petro wa 2 sura ya 2 mstari wa 9. Tutaliangalia neno la Mungu. Taji inaitwa taji ya uzima. Taji ya uzima ni taji ya namna gani? Taji hii watapewa wale wote ambao walidumu
katika imani ya wokovu wa Kristo, lakini wakavumilia na kushinda majaribu, hao watapata taji inaitwa taji ya uzima. Na bila shaka Wakristo kuna nyimbo zinaimbwa, mapambio naimbwa, tukimaliza kazi tutavalishwa taji ya uzima. Hata tunaimba tu, hata hatujui hiyo taji ya uzima inatokana nini. Leo nataka nifumbue hicho kitendawili. Taji ya uzima ni yule anayevumilia majaribu katika imani. Amekuwa Mkristo, amemwamini Yesu, alafu yuko kwenye jamii ambayo haitaki wokovu. Mtu huyo anaanza kupigwa, anaanza kutukanwa, anaanza kudharauliwa, nafasi mbalimbali za kazi anaanza kunyang'anywa, katika ukoo anaanza kubaguliwa kwa sababu tu amemwamini Yesu Kristo. Sasa ambatani na mambo ya mila na desturi za jamii yake, anaanza kuteswa. Wengine wamenyang'anywa mashamba, jamii zingine wanakunyang'anya mpaka mke. Kama wewe mwanaume umeokoka na ile jamii haipendi wokovu, wanakunyang'anya mke. Sema we mshamba, we mjinga, we unapotea, wanakunyang'anya mke. Hayo ni majaribu. Nataka niongee na mtu ambaye anapitia situation hiyo. Najua kuna nchi ambazo mnajua Kiswahili. Kuna Wakristo ambao mko kwenye nchi mbalimbali, nchi ambazo hazitaki Ukristo wa imani ya wokovu. Mnapata shida kubwa. Ninajua jambo moja, kwamba iko taji mkivumilia. Iko taji, na Kristo anawajua vyema sana. Ingawa majaribu ni makali, hata wanawazuia kuabudu. Na wengine wameuawa. Yesu alisema ya kwamba utakuja wakati ambao watawapeleka mahakamani, watawafunga magerezani, na kama haitoshi watawaueni, wakifikiri ya kwamba kwa kufanya hivyo wanamtolea Mungu ibada, wanamfanyia Mungu ibada. Ninataka nikwambie, majaribu tunayopitia kama Wakristo tuliookoka, kumbe yana faida mbele. Faida yake ni kupata taji inaitwa taji ya uzima. Naomba nisome hilo andiko. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaandalia wampendao.